Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. NATO imeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Jumuiya ya kijeshi ya NATO imesema itaendelea kuisaidia Ukraine kupambana dhidi ya mashambulizi yanayofanywa na Urusi. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte ameahidi Ukraine kwamba mfungamano huo wa kijeshi utaendelea kuiunga mkono nchi hiyo dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Rutte amesema hayo wakati akiutembelea mji wa Odessa pamoja na Rais Volodymyr Zelensky. Katibu mkuu huyo wa NATO kwenye ujumbe wake alioandika kwenye mtandao wa X amesema raia wa Ukraine wamepitia matatizo mengi kutokana na mashambulizi ya Urusi, ikiwemo shambulio la Jumapili dhidi ya mji wa Sumi lililosababisha vifo vya takriban watu 35. Katika mazungumzo na waandishi wa habari akiwa na Mark Rutte, Rais Zelensky alitoa ujumbe kuwatahadharisha wajumbe wa Marekani wanaohusika kwenye mazungumzo na Urusi dhidi ya kufikia maamuzi yasiyokubalika kuhusiana na maeneo ya Ukraine yanayokamatwa na Urusi. Vile vile, wanajeshi wa Ukraine, Ufaransa, Uingereza na Uturuki wanafanya mkutano wa siku 2 mjini Istanbul kuzungumza usalama wa Bahari Nyeusi. Volodymyr Zelensky anasema mkutano wa kijeshi kuhusu usalama katika Bahari Nyeusi unaendelea nchini Uturuki. Hii inahusu hasa muungano wa walio tayari, hatua zinazolingana. Washiriki ni pamoja na wawakilishi kutoka Ulaya walioteuliwa katika mkutano wa Paris, yaani Uingereza, Ufaransa, Ukraine na nchi mwenyeji Uturuki. Zelensky aliongeza kuwa maafisa wa kijeshi wanafanyia kazi mapendekezo ya usalama ndani ya mfumo wa muungano wa walio tayari. Kituo cha television cha TRT kiliripoti kinukuu vyanzo vya Wizara ya Ulinzi ya Uturuki kwamba mazungumzo ya usalama wa Bahari Nyeusi yalikuwa yanafanyika kwa kuzingatia uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano kati ya shirikisho la Urusi na Ukraine. Mkutano huo utajadili mada ya kuhakikisha usambazaji wa baharini na kuendelea kwa kazi ya kulinda meli dhidi ya migodi ya baharini. Urusi haishiriki katika mkutano huo. Vile vile, baraza la kitaifa la Slovakia limekataa azimio lililopendekezwa na upinzani kulaani vitendo vya Urusi nchini Ukraine. Shirika la habari la TASS linaripoti azimio hilo lililoambatana na kumbukumbu ya miaka 3 ya mzozo nchini Ukraine iliwasilishwa bungeni na vuguvugu kubwa la upinzani la kiliberali la Progressive Slovakia. Hati hiyo ilipendekeza kulaani vitendo vya Urusi, ikitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama na usaidizi wa kina kwa Ukraine, pamoja na kueleza kuunga mkono juhudi zake za kuharakishwa katika Umoja wa Ulaya. Manaibu 65 walipigia kura azimio hilo, wabunge 6 walipinga na 71 hawakupiga kura. Ili kupitisha waraka huo, upinzani ulihitaji kupata angalau kura 76. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa kiuchumi wa Hungaria Peter Szijjártó anasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alimhakikishia kwamba utawala wa Rais Donald Trump umejitolea kufanikisha makubaliano ya amani nchini Ukraine na itaendelea kufanya kazi hilo. Anasema habari njema ni kwamba Marco amenihakikishia kwamba wanasalia na nia ya kuanzisha amani, hawatarudi nyuma majukumu yao na wataendelea kufanya kila wawezalo kumaliza vita hivi vya miaka 3. Waziri huyo alithibitisha kuwa Hungaria inaunga mkono juhudi za amani za utawala wa Trump na inategemea mafanikio yao. Vile vile, Marekani imepunguza madai ya fidia dhidi ya Ukraine kwa msaada uliotolewa hadi dola bilioni 100, ripoti ya Bloomberg imenukuu. Kulingana na shirika la habari, utawala wa Donald Trump ulipunguza makadirio ya kiasi cha misaada iliyotolewa na Washington kwa Kiev kutoka dola bilioni 300 hadi karibu dola bilioni 100 baada ya mazungumzo. Idadi hiyo ilikaribiana na ile iliyoonyeshwa na Ukraine na jumla dola bilioni 90, Bloomberg inasema. Wataalamu wa utawala wa Trump wanashinikiza Kiev wakitaka kutia saini makubaliano ya kugawana faida kutoka kwenye miradi ya baadaye ya uwekezaji ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na madini na miundombinu. Washington inaiona kama fidia kwa mabilioni ya dola kwa njia ya silaha na misaada mingine iliyotolewa chini ya rais wa zamani Joe Biden. Vile vile, mkataba wa madini kati ya Marekani na Ukraine huenda ukatiwa saini wiki hii. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anasema, "Tuko karibu sana, inaweza hata kusainiwa mapema wiki hii," aliambia Bloomberg akitoa maoni yake kuhusu mpango huo. Mnamo Aprili 11 na 12, wawakilishi wa Ukraine na Amerika walifanya mazungumzo ya kiufundi kujadili sheria na masharti ya mpango huo juu ya maliasili ya Ukraine. Baadaye waziri mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal aliripoti kuwa mashauriano yanaendelea. Mkataba wa madini hapo awali ulisambaratika kwa sababu ya mzozo wa maneno kati ya Volodymyr Zelensky wa Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House mnamo Februari
28. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinazidi kukosa askari wa akiba, jambo ambalo linaweza kusababisha kukosekana kwa usawa katika nguvu zake za kijeshi na kuanguka kwenye uwanja wa vita kwa Kiev. Jenerali mstaafu wa jeshi la Ufaransa Dominique Delouet anasema hapo awali mbunge wa Ukraine alisema kuwa jamii ya Ukraine sasa imegawanywa katika wale ambao wanaweza kujinunua kwa kuhamasishwa na kuondoka nje ya nchi na watu ambao hawawezi kumudu hilo. Wakati ofisi za wanajeshi zimevamia vijiji vya Ukraine, wale wanaume ambao wanakamatwa mitaani kama sehemu ya uhamasishaji wa kulazimishwa hawana motisha ya kutosha kwa huduma ya kijeshi. Aliongeza, uhamasishaji kamili umetangazwa na kupanuliwa mara kwa mara nchini Ukraine tangu Februari 2022. Vile mpango wa Volodymyr Zelensky uliozinduliwa na nchi za magharibi umeporomoka, kulingana na Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine. Anadai kuwa hali ya sasa nchini Marekani inawakilisha jinamizi kwa Zelensky. Hali inayobadilika ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amempa Zelensky mpango, lakini sio tu kwamba hawezi kuutimiza, hana uwezo, hata haelewi maana yake. Zelensky hawezi kumpima Trump. Yeye ni mtangazaji, si mtaalamu wa mikakati, lakini watu wanaelekea kuchoshwa na maonyesho yake. Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani For Life kilichopigwa marufuku nchini mwake, alikumbusha kwamba Zelensky na timu yake wanaendelea kumshutumu Trump kwa kukuza matamshi ya kuunga mkono Urusi. Hata hivyo, alisema hii inadhihirisha ujinga wao kamili. Trump hatetei masimulizi ya Kirusi bali yale ya Marekani. Zelensky alitumiwa kuanzisha mgongano kati ya Urusi na Ulaya. Sasa ni wakati wa kufadhili hali hiyo. Urusi inavyopiga Ukraine, hali mbaya zaidi itakuwa kwa Ulaya na itakuwa na faida zaidi kwa Trump. Ni yeye pekee anayeweza kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa niaba ya pamoja ya magharibi, na hana nia ya kukataa faida hiyo. Medvedchuk alisisitiza kwamba timu ya Trump ina uwezo zaidi kuliko Zelensky. Mapema au baadaye watakuwa na uchovu wa kujidanganya na Kiev, wakati hali kwenye mstari wa mbele inazidi kuwa mbaya. Trump atapata ufahamu wazi zaidi wa mbinu za sera za ndani na nje za Zelensky. Hatimaye anaweza kumtaja Zelensky kuwa nazi na kuhakikisha kuwa hatambuliwi huko Washington kama vile hatambuliwi huko Moscow, kiongozi wa harakati nyingine za Ukraine alisema. Vilevile juhudi za upatanishi za Qatar kuwaunganisha watoto wa Urusi na Ukraine na familia zao zimesaidia kuimarisha kiwango cha uaminifu katika uhusiano kati ya Doha na Moscow. Dr. Mohamed Al Khulaif, waziri wa nchi katika wizara ya mambo ya nje ya jimbo la Qatar, anasema upatanishi huu kwa kawaida huongeza ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Qatar na Urusi na kuimarisha kuaminiana. Alisema, akibainisha kuwa Qatar inachukulia hili kama thamani kubwa. Vilevile Kiev na Washington zimepiga hatua katika makubaliano ya madini ambayo yatarekodiwa katika hati ya dhamira ambayo tayari inakamilishwa. Naibu waziri mkuu wa kwanza wa Ukraine Yulia Severedenko anasema kupitia mtandao wa Facebook. Severedenko aliongeza kuwa kazi inaendelea kwa hoja maalum za makubaliano ya kimsingi, akisema kuwa mengi tayari yamefanyiwa kazi. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump amekasirishwa kujua kuhusu uungaji mkono wa viongozi wa Umoja wa Ulaya kwa Volodymyr Zelensky kufuatia makabiliano ya Februari 28 kati ya wanasiasa hawa wawili katika ikulu ya White House. Toleo la Politico la Ulaya linasema, kulingana na habari zao haswa, Trump hakufurahishwa na safari ya Zelensky nchini Uingereza, ambapo ujumbe wa Kiev ulikutana na serikali ya Keir Starmer, na Zelensky pia alipokelewa na Mfalme Charles wa III. Hayo yakiendelea, kwingineko, Marekani haina nia kujadili uwezekano wowote wa kulegeza vikwazo vyovyote dhidi ya Urusi hadi kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Tammy Bruce anasema kwenye kikao cha habari cha kawaida kwa waandishi wa habari, akijibu swali la iwapo wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipokea maagizo yoyote kutoka ikulu ya White House ili kuandaa orodha vikwazo ambavyo huenda vikaondolewa. Bruce alisisitiza kwamba hayuko tayari kujadili swala hili. Anasema, ninachoweza kusema ni ukumbusho kwamba kile kilichokuwa wazi tangu mwanzo, hakutakuwa na mazungumzo, hakuna maamuzi, hakuna mipango hadi baada ya mauaji kusimamishwa, alisisitiza. Afisa huyo alisisitiza kwamba ni dhahiri kuwa ni jambo linalobadilika, ambapo kunapaswa kuwa na maswali zaidi kuhusu asili ya nani aliyejitolea kweli kwa amani na usitishaji mapigano. Vilevile wanajeshi wa makombora wa kundi la mapambano la magharibi la Russia wamepiga hatua ya kupelekwa kwa muda
wa kikosi cha walinzi wa kitaifa cha Ukraine wakiwa na virusha roketi vingi vya Tornado-S na kuangamiza zaidi ya wapiganaji 50. Mkuu wa waandishi wa habari wa kundi hilo Ivan Bigma anasema vikosi vya roketi vya kikundi cha vita vilifanya mashambulizi kwa kurusha roketi zilizoongozwa za Tornado-S MLRS kwenye kituo cha muda cha kupelekwa kwa vitengo vya kikosi cha walinzi wa kitaifa wa Ukraine na kuangamiza zaidi ya wanamgambo 50, Bigma alisisitiza. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimefyatua risasi 60 na ndege zisizo na rubani 67 katika wilaya 10 za mkoa Belgorod nchini Urusi katika muda wa saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti. Kulingana na gavana huyo, wilaya ya Krasnoyaruzhinsk ilishambuliwa na hakuripoti majeruhi au uharibifu wa hasara. Vile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba Kremlin bado haiko tayari kutangaza saa kamili ya kumalizika kwa siku 30 za kusitisha mapigano dhidi ya mashambulizi ya vifaa vya nishati na Ukraine. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema akijibu swali, "Tutakwambia, hadi sasa siko tayari kuwatangazia uamuzi uliochukuliwa. Usitishaji vita wa nishati umeanza kutekelezwa tangu Machi 18, ulipitishwa kufuatia mazungumzo ya simu kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump." Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia maeneo ya nishati ya Urusi katika mikoa Belgorod, Bryansk, Kursk na Kherson mara 6 katika siku iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Shukrani kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.